Wapendwa familia Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama nilisema mwanzoni, usiku huu tunafanya sherehe ya Pentekoste, na hii ni misa ya kesha. Na tunaadhimisha kesha sherehe ya Pentekoste. Tunasema tulikuwa na makesha, kesha la Noeli na Pasaka. Kanisa linatuhimiza pia kuadhimisha kesha la Pentekoste kwa sababu tunaadhimisha mwanzo wa kanisa. Katika adhimisho la leo tutakuwa na ubatizo wa watoto ambao pia ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Kanisa lazima liendelee kupata Wakristo wapya kwa njia ya sakramenti ya ubatizo ili iweze kudumu milele hadi hapo Kristo ajapo. Masomo ya leo tutafakari zaidi somo la kwanza. Ni habari ambayo ni maarufu sana, habari ya mlima mnara wa Babeli. Nasikia mara habari ya mnara wa Babeli. Hao Waisraeli wamesafiri, wamefika mahali pazuri, wakasema hebu sasa tujenge mnara. Mnara ule ufike kilele chake kiguse mbingu, yaani kuwe sawa na Mungu mwenyewe. Na hao walikuwa kabila moja, taifa moja, watu wanaelewana kwa lugha kwa sababu ni moja. Sasa pamoja na umoja huu, badala ya kutukuza Mwenyezi Mungu, wamepata kiburi. Tujenge mnara, kilele chake kifike mpaka mbinguni. Maana yake tuende mpaka huko aliko Mungu mwenyewe. Na katika project hiyo, mradi huo hawakufika mbali, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema sasa hawa watu kwa sababu tulichaa, sasa tutahakikisha kwamba tunawachafulia usemi wao, tufanye wasielewane, hata kama ni lugha moja na taifa moja, wasielewane. Na kwa njia hiyo hawakuweza kuelewana. Project ile haikufanikiwa na baadaye wametawanyika huko na huko. Hiyo ndio kazi ya dhambi, hayo ndio mapato ya dhambi. Dhambi inatutenga mbali na Mwenyezi Mungu, inatutenga mbali na wenzetu. Kwa sababu dhambi wakati fulani inatufanya tujione na kiburi na tuna uwezo sawa na Mwenyezi Mungu. Hawa ni mafundi wataalamu wanaojenga mnara, lakini wanasema hapa tujenge pakuse kwa kubalika. Ni kiburi cha ajabu. Na Mwenyezi Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu anatugaia mipaka mbalimbali kwa tunaweza kuvitumia. Lakini ulimwengu wa leo, badala ya kutumia vipaji vile kujenga yale yanayohitajika kwa ajili ya maslahi ya wanadamu, hiyo waweze kutambua Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, tuna uwezo. Kwa nini tusijenge hospitali za kutosha? Kwa nini tusijenge shule, tujenge vituo na huduma zingine za jamii, na watu waone uponyaji wa Mwenyezi Mungu kupitia huduma hizi? Lakini kwa kiburi duniani, watu wanafanya kutumia kanisa kwa kufanyika. Tunajua kwa hospitali, kwa shule, ingine inafanyika vizuri. Vema kabisa, na hao wanafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, kujenga huduma hizi wasaidie watu. Lakini duniani kuna kazi kwa watu wanafanya kwa pesa nyingi kuliko pengine ya kujenga hospitali. Kwa ajili ya badala ya kujenga kituo cha afya au kujenga shule na vyuo kuwasaidia watu na kujenga huduma mbalimbali za jamii, watu wanatumia pesa kwa ajili ya kuwekeza, kugundua aina mbalimbali za silaha ambazo zinaweza kuangamiza. Wanatengeneza mabomu, wanatengeneza vitu gani, nyuklia, kila aina ya takataka kwa lengo tu kupata namna rahisi ya kumwangamiza mwanadamu hata kwa umbali wa kiasi gani. Na ndio maana duniani watu wanamna hii Mwenyezi Mungu amewaacha katika ndoa yao na wanaendelea makazi yake
zote zinazotumika kwa ajili ya hifadhi ya kuua watu. Tukasema hebu tuwekeze kwa huduma ya watu. Dunia nzima ingeweza kuwa na huduma nzuri za hospitali bila shida, mahali popote, hata nchi maskini ya mwanadamu, kwa sababu pesa tunayo ya kutosha. Dunia Mwenyezi Mungu kila kitu kwa kila mmoja, lakini watu wachache wanakusanya hivi na wanavitumia kwa ajili ya kuangamiza watu. Watakuja kwetu, watawekeza katika viwanda vya kutengeneza silaha, na unaona katika nchi maskini kama Sudani, lakini kuna vifaa ambavyo vinatumia gharama kubwa. Nchi maskini kama DRC Congo, huko Goma, kuna vifaa ambavyo mtu wa Kongo hawezi kutengeneza, lakini tuko pale. Hiyo ndio minara ambayo ya leo duniani ambayo wanadamu wanaendelea kuitengeneza, kuijenga. Mapato yake sio kwamba Mungu anaathirika, ni wanadamu wenyewe anaathirika, kwa sababu vinamrudia na kumwangamiza wanadamu wenyewe. Kumbe kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwapa watu uwezo waweze kuwa wamoja, na katika umoja ule waweze kukuza Mwenyezi Mungu na kufanya yale yote yanayowasaidia kwa manufaa ya jamii nzima. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Unajua, wakati wa Pentekoste ya kwanza watu walikuwa kutoka sehemu mbalimbali duniani, lakini waliweza kuwasikia mitume katika lugha moja, kila mtu aliweza kusikia kwa lugha yake. Lakini wale wa Babeli walikuwa lugha moja, kabila moja, lakini walishindwa kuelewana na kutawanyika kwa sababu ya dhambi. Kazi ya dhambi ni dawa, kazi ya dhambi ni kuangamiza, kazi ya dhambi ni kutenda Mwenyezi Mungu. Ndio maana dunia leo tunahangaika sana, kwa sababu hatuna hakika ya kesho na kesho kutwa na magari na mwaka unaokuja, kwa sababu wenzetu hawalali, muda wote wanajenga mnara. Mnara unaweza kupata silaha ambayo inaweza kuangamiza watu kwa njia rahisi, badala ya kutafuta namna ya kuponya mtu kwa njia rahisi, wanatafuta namna ya kumwangamiza mtu kwa njia rahisi. Hiyo ndio minara zangu ambayo inajengwa, lakini inajengwa mahali pengine, na sisi tunapata madhara ya minara hiyo. Inakuja kwetu kwa njia hizi za silaha, vifaa vingine vya maangamizi vinaweza kuangamiza wanadamu. Tunaendelea kusali, kuombea wenzetu, hasa katika nchi zile ambazo minara inaendelea kujengwa kama ilivyotajwa. Huko DRC Congo, katika moja ya Afrika Mashariki, ambapo bado kuna tatizo kubwa la minara, na wanakundi wanaendelea kujenga minara mpaka misana kwa ajili ya kujenga minara kuangamiza watu. Huko kusini Sudani ya kusini na Sudani ambapo watu wanaendelea kujenga minara na kuangamiza watu. Huko Gaza watu wanaendelea kuangamia kwa sababu ya minara, kwa sababu ya ugomvi wa makundi haya. Warusi na watu wa Ukraine, viongozi hawa hawawezi kupatana, wamejaribu kuleta kiburi kile cha kujenga minara, kinazuia hata watu kufanya kumsikiza Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuokoa roho za watu. Wajibu wetu kama kanisa juu ya Gaza, huko Ukraine, wako Wakristo wenzetu, wako wanadamu wenzetu wanaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu. Wajibu wetu kusali pamoja, kuomba minara hii isiendelee, kwa sababu inaweza kuangamiza dunia nzima. Tunapokuwa na shida Kongo leo, sisi wa Tanzania tunaweza kusema hatuna shida, kwa sababu tuko mbali, vita hii haituhusu. Lakini ujue mambo ya vita yanaambukiza kama ugonjwa, na wale tunaweza kuingia kwetu wakati hifadhi, na baadaye tunaona madhara ya vifaa vinavyokuwa wanatumia na silaha. Mfano huko sehemu za Kagera, sehemu za Kahama kaskazini, miaka kadhaa kupata shida, kwa sababu watu wamekimbia nchi zao kuja na silaha, baada ya kufika mabasi kufanya madhara mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana nasema hatuwezi kusema sisi wa Tanzania tuko salama kwa sababu tuko mbali na vita. Kama nyumba ya jirani inaungua, ujue ndio kujiandaa, kwa sababu wakati wote inaweza kutokea katika nyumba yako. Watu wanaojenga
uhusiano yale yanayofanya watu pamoja kama familia takatifu ya Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema mwanzoni,